Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu, na kujiuzulu kwa Nchimbi katika rekodi ya kuwa makamu wa rais wa kwanza katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu ilipoungana na Zanzibar mwaka 1964 kuwa makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujiuzulu rasmi nafasi hiyo. Na makamu wa rais waliomtangulia kama kina Aboud Jumbe, kina Ali Hassan Mwinyi, Ali Juma, Samia Suluhu Hassan na wengine, wao walimaliza muda wao au walihama kwenda nafasi nyingine, lakini hawakutangaza kujiuzulu wadhifa huo. Sasa ni kueleze kwa uchache, kwa mujibu wa katiba wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais anapatikana kwa namna gani? Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 47 na 50 ya mwaka 1977 imefanyiwa marekebisho, au tunasema na marekebisho yake, rais huteua mtu kuwa makamu wa rais, na uteuzi huo lazima uthibitishwe na bunge kwa kura ya ndio au hapana, na makamu wa rais hufanya kazi kwa mujibu wa maelekezo ya rais na husaidia kusimamia shughuli za serikali. Na makamu wa rais hutumikia kwa kipindi cha miaka 5 sambamba na rais, na anaweza kuteuliwa tena endapo rais atachaguliwa tena. Na makamu wa rais anaweza kujiuzulu kwa kuandika barua kwa rais kuondolewa kwa mujibu wa masharti ya katiba ibara ya 50 ibara ndogo ya pili C na ibara 149 ibara ndogo ya pili. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hilo linawezekana. Kwa hiyo ndani ya siku 14 taifa la Tanzania lina uwezekano wa kumpata makamu wa rais mpya ambaye kwenda kurithi nafasi ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi.